Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI pamoja na majukumu mengine pia tunasimamia au kuratibu utekelezaji wa programu, lakini pia miradi pamoja na afua mbalimbali ngazi ya afya ya msingi. Na baadhi ya afua hizo ni za ustawi wa jamii, maendeleo ya jamii, ulinzi wa jamii. Leo na kesho tuko katika mkoa wa Morogoro kwa ajili ya ziara ya usimamizi shirikishi saidizi ya programu. Tunajaribu kuangalia mafanikio, changamoto, lakini fursa zilizopo pia, na tunakubaliana kwa pamoja na wenzetu wa mkoa na halmashauri ambazo tutazitembelea namna bora ya kuendana na utekelezaji wa programu yetu, programu ya jumuishi ya taifa ya makuzi, malezi na maendeleo ya awali ya mtoto. Wote tunafahamu programu hii ilizinduliwa rasmi kwa fedha 21-22, tunategemea kwamba mwishoni mwa mwaka huu inafikia tamati, lakini kwa maana ya programu tutakuwa na uendelevu wa programu katika awamu nyingine ya programu. Kwa hiyo tumekuja kukutana na timu za uendeshaji wa huduma za afya za mikoa, na hapa leo tumekutana na timu ya uendeshaji wa afya mkoa wa Morogoro RHMT. Tumezungumza nao, tumepitia kazi na majukumu yao katika programu hii jumuishi. Tumezungumza na wenzetu wa manispaa ya Morogoro kwa maana ya timu uendeshaji, lakini pia ile timu inayoratibu programu hii jumuishi. Na tunasema programu jumuishi kwa sababu kuna masuala ya afya ndani yake, kama masuala ya afya ya mama na mtoto, kuna masuala ya lishe, upatikanaji wa lishe bora, lakini pia unyonyeshaji wa watoto, maziwa ya mama, lakini na vyakula vingine ambavyo vina virutubisho vinavyostahili. Kuna masuala ya malezi na ulinzi wa watoto, lakini pia mwitikio wa malezi, yani malezi yenye mwitikio, lakini pia kujifunza na ufundishaji wa awali. Kuna mpaka wenzetu wa elimu, lakini wale elimu zile za awali nao ni sehemu muhimu sana ya kujifunza na kisha kwa mtoto anaenda katika mafundishaji au mazingira bora zaidi ya kujifunza. Lengo ni kwamba tuna align, sisi tunaendana pamoja na malengo ya kidunia ya uwekezaji kwenye rasilimali watu. Nataka tuwekeze sasa kwenye tangu mtoto akiwa tumboni, tangu mtoto hajazaliwa na suni baada ya kuzaliwa, lakini afua zote hizi ambazo zinaendana na changamshi, elimu, lishe, ulinzi na usalama wa watoto, lakini pia namna gani jamii pia inaheshimu hisia na kusapoti mazingira ya ukuaji wa mtoto. Tumetembelea pia kwenye kituo cha kulelea watoto Chana Daycare Center ya Paradise ambayo iko katika manispaa ya Morogoro. Tumekuta wenzetu wa private sector binafsi wanashirikiana vizuri sana na mkoa, lakini pia na manispaa ya Morogoro. Tumepita kwa kweli, tumefanya tathmini, tukaona kazi nyingi sana. Kazi nyingi wanazofanya ni nzuri. Kuna yale maeneo machache ambayo yanahitaji kuboreshwa, tumewashauri, lakini ni katika maeneo ya miji kama Morogoro, ukienda zile halmashauri za manispaa na jiji kama Dar es Salaam, Mwanza, Arusha, mahitaji ya daycare centers ni makubwa mno. Kwa hiyo tumewashauri pia hakikisha kwamba wanazisajili, tusiwe na vituo vya kulelea watoto mchana ambao havijasajiliwa. Tukivisajili tunahakikisha kwamba viwango vile vya ubora vinazingatiwa na watoto wanakuwa salama katika mazingira haya. Endelea kuwapongeza mkoa wa Morogoro, manispaa ya Morogoro. Tunamshukuru sana katibu tawala wa mkoa RAS, lakini pia wakisaidiwa na wenzetu wa afya kiongozwa na mganga mkuu wa mkoa wa Morogoro, lakini pia na mganga mkuu wa manispaa hii ya Morogoro na timu zake, lakini pia na wakuu wa idara na vitengo wengine nje ya sekta ya afya katika programu jumuishi. Wao nao wamekuwa ni nguzo muhimu sana. Ziara ya usimamizi shirikishi saidizi kwenye masuala ya huduma za malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Tumetembelea vituo vya malezi kwa watoto wadogo mchana. Tumepita kituo cha Kids Paradise, tumeona huduma zinazotolewa. Kwa kweli tunawapongeza sana mkoa wa Morogoro, lakini pia tumefika kwenye hospitali hii ya wilaya Morogoro mjini. Tumeona wametenga eneo la uchangamshi wa watoto. Tunawapongeza sana viongozi wa mkoa wa Morogoro, kiongozi ambaye ni katibu tawala msaidizi upande wa afya, lakini pia mkurugenzi wa manispaa ya Morogoro, pamoja na watumishi wote, maafisa ustawi wa jamii na viongozi wote ambao wanahusika kwenye ujumuishwaji wa huduma za malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Inaonekana wamepata uelewa na wao wametumia fursa hiyo kuona namna gani jamii ya watoto wa Tanzania ambao tunategemea wawe vijana bora kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu. Tunapowekeza kwa watoto wa umri wa miaka 0 mpaka 8, tunajenga msingi
bora wa watoto wetu na vijana ambao watatusaidia kuleta maendeleo ya taifa letu. Kwa hiyo tunawapongeza sana sana viongozi, lakini pia hospitali hii tunaona ina majengo bora. Tunasema viongozi walisimamia vyema, lakini pia wajenzi walijenga katika ubora, na tunasema kwa kweli Watanzania tuendelee kutekeleza majukumu yetu na utoaji wa huduma zilizo bora. Lakini pia kwenye swala la malezi na makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto, tunaomba katika maeneo mbalimbali ya vituo vya afya tutenge kona za malezi ya uchangamshi kwa ajili ya watoto, lakini kwenye vituo vya kijamii tuhamasishe jamii ili tuweze kuanzisha vituo vya malezi kwa ajili ya watoto wetu wakuwe katika utimilifu. Na maeneo ya masokoni pia tunaona kwamba wanawake wanatamani kufanya kazi za uzalishaji, lakini wakiwa na watoto wanashindwa. Sasa maeneo ambayo wanawake wanafanya biashara, hasa masokoni, tuone namna gani tunatenga maeneo ya malezi ili wazazi wa watoto waweze kupata malezi bora, lakini pia mzazi wakati huo aendelee na majukumu ya ujenzi wa taifa. Tumekuwa na ziara au usimamizi saidizi shirikishi tukishirikiana na ofisi ya Waziri Mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa, tukiangazia zaidi utekelezaji wa programu jumuishi ya kitaifa ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Tumetembelea manispaa ya Morogoro, tumeweza kutembea katika day care center mojawapo, tukienda kuangazia namna wanavyotoa huduma kwa watoto katika masuala ya afya, lishe, ulinzi na usalama. Wito kwa wamiliki wa vituo vya watoto wadogo mchana, tunaomba wafuate miongozo, hasa sheria ya mtoto na kanuni zake ya mwaka 2012 kwa kuhakikisha kwamba vituo vinakuwa na maeneo ya kuchezea watoto. Pili, vituo vinakuwa na magodoro ya kutosha kwa ajili ya watoto kulala. Vyumba viwe na nafasi na madirisha yenye hewa nzuri kwa ajili ya ustawi mzima na afya nzuri kwa ajili ya watoto. Tulikuwa na ziara shirikishi kushirikiana na serikali kutembelea utekelezaji wa programu jumuishi ya taifa malezi, makuzi na maendeleo ya mtoto. Hakika kuna kazi kubwa ambayo inaendelea kufanyika, na tuendelee kuwapongeza serikali pamoja na wadau kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaendelea kutekeleza programu jumuishi ya taifa malezi, makuzi na maendeleo ya mtoto. Na katika hospitali hii ya wilaya ya Morogoro tumejionea uwepo wa kona changamshi. Kwa hiyo tuendelee kuwapongeza, ni eneo zuri na wamekiri kwamba linatumiwa na watoto na lina vifaa. Tuendelee tu kuwahimiza, tuendelee kutenga maeneo kama haya ili yawe ni maeneo yenye uchangamshi na ambayo pia atasaidia watoto katika ujifunzaji wao wa awali.